Yesu anawaambia hapana, haijalishi mmetoka kwa Ibrahim, lakini nyinyi bado ni watumwa wa dhambi. Amina, watu wa Mungu. Alafu hapa anawaambia ya kwamba kila anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Lakini angalia saa ya maombi tunapojimimina. Toka shetani, na kubomoa, na kung'oa. Shetani linaangalia, linacheka, hivi unambomoa nani? Wakati ukitoka hapo wewe ni rafiki yangu. Hivi unambomoa nani? Hivi unampiga nani? Hivi unamng'oa nani? Tena likishaona una kielele cha namna hiyo, linaenda kukusanya na wenzake wabaya zaidi. Linaleta huko ndani. Wanakaa. Na toka. Wewe, huyu wako wetu. Wako wenu mlimzaa. Wako wenu mlipewa na nani? Yanasema tulipewa na familia, na ukoo, tulipewa na babu yake, na babu yake. Wewe hiyo hata babu wa babu umjui, lakini dhambi aliyoifanya babu bado mpaka leo inakuweka kifungoni. Amina, watu wa Mungu. Sasa ili uyajue hayo yote, neno litakupa maarifa. Biblia inasema nini? Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Amen. Na haya maarifa nilisema hata jana yanapatikana katika neno la Mungu. Anasema wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Wakristo tuna maisha ya kuingia na kutoka. Kuna wakati tunakaa na utakatifu, kuna wakati utakatifu unaondoka, unabaki kama ulivyo. Unapotenda dhambi umetoka. Unapokaa kwenye utakatifu umekaa nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Sasa unaweza ukahesabu mwenyewe, mara ngapi nimetenda dhambi nimetoka? Mara ngapi nilipotengeneza nimekaa ndani? Kweli upo ndani au ulishatoka? Amina, watu wa Mungu. Anasema basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Yesu anataka kutuweka huru. Yaani Yesu hapendi hata mtu mmoja apotee kwenye dhambi. Yesu hapendi hata mmoja afe katika dhambi. Yesu hapendi hata mtu mmoja aishi maisha ya mateso. Anataka wote tuishi maisha ya amani na baraka. Lakini dhambi imeweka ukuta. Amen. Amen. Kwa hiyo tusiwe watu wa hisia za muda mfupi. Ukitaka kuwa mwanafunzi wa Yesu kweli kweli, usiwe mtu wa hisia ya muda mfupi. Yaani unajua kuna mtu anaweza kaenda kanisani, neno likimgusa anachemka na maombi, anachemka kweli kweli. Lakini baada ya muda tu mtembelee, amerudi nyuma. Nini kinakurudisha nyuma? Biblia inasema basi, anasema wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Usiwe na hisia za muda mfupi. Kama sasa umeguswa, mtu mmoja tuliwahi kuomba naye, tulipomwambia mambo yake, alikuwa anakuwa wa kwanza kila siku kwenye maombi. Lakini alipoona mambo yamefanikiwa, anajiangalia, anasema nini shida tena? Kama nilikuwa natafuta biashara, Mungu ameshanipa biashara. Hakumbuki tena kama alikuwa anaenda kuomba mahali fulani. Hakumbuki tena kama alikuwa anawahi. Wakati mwingine anatamani alale kwenye hiyo madhabahu. Lakini baada ya kufanikiwa, ameendelea na maisha yake na ameendelea na dhambi yake. Usiwe mtu wa hisia za muda mfupi katika kumtafuta Mungu. Amen. Jitahidi kuwa mtu siku zote uendelee. Amen, watu wa Mungu. Tunatakiwa kuendelea kushikamana na neno hata kama unapitia changamoto nzito. Neno. Ndio maana Kristo aliwaambia hawa Wayahudi wanaomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Nini kitakachotutenga na upendo wa Kristo? Kisoma kwenye kile kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 35. Ni nini kitakachokutenga? Ni adha, ni magonjwa, ni ufitina. Hebu ngoja tupasome pale, watu wa Mungu. Amen. Warumi mlango ule wa 8 mstari wa 35. Na tunaweza tukaanzia mstari wa 33. Unasema, ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam
na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Sasa ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida? Nini kitakachokutenga? Kuna watu wakipita kwenye shida anasahau neno, na ndio hapo tunakutana na wale mawakala wa shetani. Unapitia hiyo changamoto, twende tukupeleke kwa mganga. Unaenda kwa sababu neno haliko ndani yako. Unakwenda kwa sababu una shida, una changamoto. Ukijaribu kuangalia kila unapoomba unaona hii shida haitoki. Halafu unaambiwa Bwana, kuna msaada wa haraka sana, hebu twende wewe. Na mwanadamu hataki shida. Na kama hutaki shida, shika neno. Amen, watu wa Mungu. Amen. Nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Nini kitakachokutenga na neno? Nini kitakachokutenga na Kristo? Neno likikaa ndani yako. Halo. Amen. Neno likikaa ndani yako, uwe na uhakika hata dhiki ije ya namna gani hautatikisika. Kwa sababu unalo neno. Unacho kitu cha kumwambia Baba. Unalo jambo la kumwambia Mungu. Ninapita Baba kwenye hii adha, wewe umesema nini? Ninapita kwenye haya magonjwa, neno lako linasema nini? Ninapita kwenye misukosuko. Kupita lazima tutapita. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Lakini tutavuka kwa neno. Amen. Hatutavuka bila neno. Unalo neno la kukuvusha mahali unapita. Biblia inasema nini kwenye Zaburi ya 25? Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa sababu wewe uko pamoja na mimi. Anakuwa pamoja na wewe wapi? Kama neno liko ndani yako. Amen. Amen, watu wa Mungu. Amen. Kwa hiyo kupita utapita. Kwenye magonjwa utapita. Kwenye adha utapita. Kwenye shida utapita. Kwenye njaa utapita. Kwenye kukosa mavazi utapita. Lakini nini kitakachokuvusha? Neno. Amen. Litakupa ujasiri. Nijapopita, kumbe Baba anapita tu kwenye hili bonde la uvuli, lakini sitaogopa mabaya, kwa sababu ndani yangu neno lipo. Amen. Amina, watu wa Mungu. Ili Yesu anasema ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Hakuna litakalo kutisha. Hata kama ije adha ya aina gani, umejengwa kwenye mwamba imara. Hautatikisika. Hata kama wengine watakucheka, nataka nikwambie, kaa kwenye neno. Amina, watu wa Mungu. Kaa kwenye neno. Kama hata msichana wako mmoja lala nao, mwambie Baba, kwenye huu mstari nataka nikuone. Hili ni neno lako, naliamini na kuamini. Nimekaa. Alafu sasa hiyo unaomba, unajipeleleza. Kwani kuna mahali Baba nimekukosea? Unaenda kwenye toba, unaomba rehema, unakaa kwenye neno. Mimi nakwambia kuvuka lazima uvuke. Amen. Amina, watu wa Mungu. Amen. Kuvuka lazima uvuke. Ndio maana hapa tunaambiwa nini kitakachotutenga. Tunatakiwa kuendelea kushikamana na neno hata kama unapitia changamoto nzito. Usiliache neno. Amen. Amen, watu wa Mungu. Hebu ngoja tuone kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili. Twende tuone Wakorinto wa pili, mlango ule wa 5 mstari wa 14. Biblia inasema, maana upendo wa Kristo watubidisha. Maana tumehukumu hivi, ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Hatuna sababu ya kujitenga na Kristo. Hatuna sababu ya kujitenga na upendo wa Kristo. Amina, watu wa Mungu. Amen. Upendo wa Kristo unatubidisha. Neno likiwa ndani yako litakubidisha, maana litakufundisha. Pale unapopitia changamoto, neno litakubidisha kuomba, litakutia nguvu, litakutia moyo. Unaona kabisa
hakika napita kwenye moto, napita kwenye maji mengi. Biblia inasema nini? Hata mkipita kwenye maji mengi hayatawagharikisha. Hata mkipita kwenye moto, huo moto hautawateketeza. Kwa nini? Neno liko ndani. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa neno lisipopata nafasi, huwezi kuwa mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Amen. Ndio maana Ukristo wetu una michanganyo. Amina, watoto wa Baba. Amen. Tuna michanganyo. Jana nilisema tusome ile Zaburi ya 119 mstari wa 11. Mmoja atusomee. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Nisije nikakutenda dhambi. Nisije nikakutenda dhambi. Aha. Unaanza kuona sasa Yesu anaposema ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Hasa hapo tunaona tena ya kwamba neno la Kristo ukiliweka moyoni mwako hautamtenda Mungu dhambi. Kumbe basi tunamtenda Mungu dhambi kwa sababu neno halipo ndani yetu. Amen. Kabisa. Neno likiwepo ndani, nataka nikwambie wengi tunakariri neno ila hatuliweki moyoni. Neno ukishaliweka moyoni litajifunua kwako. Hata unapotaka kutenda dhambi, kawaida ya lile neno lililo ndani linakushtua kwanza. Amen. Linatangulia mbele kwanza. Amen. Mimi leo nimepanga naenda kufanya mambo mabaya. Neno linajifunua ndani yako, linakuja usizini. Lakini kama neno umelikariri tu, utakwenda pamoja na kwamba Roho Mtakatifu anapiga kelele ndani. Nataka nikwambie hautamsikia. Lakini kama umeliweka moyoni, limekaa, umelitafakari, umeliweka ndani, nataka nikwambie hilo neno litakapotamka unaacha sahihi. Amen. Neno utakapoliishi litakupa uwezo wa kuikataa dhambi. Amen. Amina, watu wa Mungu. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Lakini hebu tuende kipengele kingine tuone. Tunapoliacha neno la Mungu, tunapoteza mwelekeo wa maisha yetu kama waamini. Tunapoliacha neno, tunapoteza mwelekeo. Tunapoliacha neno la Mungu, tunapoteza mwelekeo wa maisha yetu kama waamini ama kama Wakristo au kama wafuasi wa Kristo au kama wanafunzi wa Yesu. Unapoliacha hivi vitu ni vya kawaida kabisa. Nenda shule yoyote, nenda darasa lolote, mahali ambapo mwalimu amekupa formula 1+2 ni 3. Wewe unaweka 1+3 ni 3. Umekosea. Bwana asifiwe. Amen. Umekosea. Kwa hiyo unapokosea, umetoka kwenye maelekezo ya mwalimu wako, umepoteza mwelekeo. Bwana asifiwe. Ndio maana huwa tunapewa mitihani. Unasoma lakini unapewa mtihani. Ule mtihani ni kukupima. Hivi umenielewa? Hivi tuko pamoja? Nilichokufundisha umekielewa? Kwa hiyo unapoliacha neno ukaanza kuishi maisha ya kwako, umepoteza mwelekeo. Amen. Amina, watu wa Mungu. Amen. Tulijifunza juzi kwenye kile kitabu cha Zaburi ya kwanza. Hebu tuparudie pale kwenye kile kitabu cha Zaburi ya kwanza. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Nataka nikwambie, katika shauri la wasio haki utakwenda tu kama neno la Kristo haliko ndani yako. Amen. Lakini neno likiweko ndani, hakuna atakaye kusogelea. Amen. Amina, watu wa Mungu. Amen. Hata wangekuja wamejipanga vipi, unajua kabisa neno lina kawaida ya kuzungumza na mtu ndani. Amen. Linakuambia mwanangu, huu ni mtego. Mwanangu, hapana, hiyo ni dhambi. Biblia inasema nini? Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Hao ni wasio haki. Wenye dhambi ni wepi? Utawajuaje kama neno halipo? Wanakuambia mwanangu, twende tukapige dili. Wakati huo wewe huna fedha, wakati wewe una changamoto, wakati wewe una shida.
neno halipo ndani, lazima utakubaliana nao tu. Amen. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Nitakataje kwenda kwenye shauri la wasio haki kama neno la Kristo ndani halipo? Kama lipo, nakwambia hutaenda.